Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ndugu wapenzi, wafuatiliaji na watazamaji wa Shime Online TV, walillahi alhamdu, tupo mbele yenu kwa ajili ya kuwapa taarifa muhimu ambayo kwa kipindi hiki tumeona na tumependelea tutoke mbele yenu kwa ajili ya kuwapa taarifa hii. Taarifa hii ni kwa ajili ya ratiba kamili ya uendeshwaji wa ibada zetu ambazo zitasimamishwa katika msikiti wetu ambao tunaswali pale Ubungo Msewe Golani, Masjid Nurul Yaqin. Mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaotegemea kuingia, nafikiri inshallah kesho, Allah akibariki. Kwa maana hiyo, endapo mwezi utakuwa umeandama leo, basi leo itakuwa tayari tuko ndani ya usiku wa kwanza wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ikiwa leo ni tarehe 18 ya mwezi wa pili mwaka 2026, kwa tarehe zetu za Kiislamu ni sawasawa na tarehe 29 Shaabani hivyo. Kwa hiyo tunategemea kutazama mwezi jioni, inshallah Allah akibariki, tukafika muda huo wa jioni na mwezi ukaandama, itakuwa tupo ndani ya usiku wa kwanza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa maana hiyo ibada za Kiramadhani zitaanzia leo usiku, kwa maana baada ya salatul Isha mubashara, ambayo swala ya Isha kwa leo itaswaliwa muda ule ambao tunaswali wa kila siku saa 2:10. Badala ya hapo tarawehe itaanza kuswaliwa, na tarawehe yetu nazo tulipokea kwa bwana wakubwa mashehe zetu wanawazuoni ni rakaa 20 kama kawaida, lakini rakaa 20 zetu hizi zitakuwa ni zile ambazo tutatumia sura hizi fupi fupi kama tunavyoswali kawaida katika miaka iliyopita huko nyuma. Kwa maana tunaanza alhaqu takathur kushuka huko chini mpaka kwenye tabati yada bilaha bin watab. Na pia tutaswali kabisa na salatu witri hapo hapo, na itakuwa kwa leo itakuwa tumemaliza ibada hizo endapo itakuwa mwezi umeandama. Lakini kwa kesho inshallah, ikiwa tupo ndani kabisa ya Ramadhani mosi, ibada zetu ni kama kawaida katika vile vipindi watu tumeviweka. Ikifika saa 11:30 salatul fajiri, saa 7 kamili mpaka dakika 10 salatul dhuhuri, na nyiradi za Ramadhani zinafahamika zile ambazo kwa zinaingia kila baada ya swala, na haipendezwi ikawa ni kila baada ya swala. Kwa mtu aliyefunga ni muda wote ndani ya funga yake, shahadu la ilaha illa Allah wa astaghfirullah nasaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya tawwab. Ndio mwezi wa kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tutumie mchana wote huo kuleta adhkari kama hizo. Kwa kila baada ya kipindi cha swala kutakuwa na adhkari hizo ambazo zinapita. Lakini kwa salatu al-Isha itakuwa adhana inaadhiniwa saa 2 kamili, lakini kabla ya salatu al-Isha kuswaliwa saa 2:20, hapa kwenye dakika 20 hapa kutakuwa na rakaa 2 za sunna, lakini pia kutakuwa na kipindi maalum ambacho tutakiweka, nacho tumekipa jina ni faida za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Manake nembo hii ama tangazo hili limebeba anwani nyingi. Faida za Ramadhani ndani yake humo tutaangalia namna ya kuichambua Ramadhani kwenye hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwenye mambo ya kifiki, namna wanazuoni walivyosema. Lakini pia kutakuwa na fursa ya watu kuachiwa kuuliza maswali mawili matatu katika mambo yatatizayo katika mtu aliyefunga, namna gani atakiwa mtu afanye na hivi. Kwa hiyo kipindi hichi kitakuwa na dakika zake 10 kwa ajili ya kutoa faida, kama ni hadithi moja, kama ni nini, itakuwa ni hivyo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutubariki, kipindi hiki kitakuwa kinaruka, kitaonekana kwenye YouTube channel yetu ya Shime Online TV. Kwa hivyo inshallah tunawaombeni, nikiwa hapa nimetoka mbele yenu imamu mkuu wa Masjid Nurul Yaqin iliyopo Ubungo Msewe Golani, Ustadhi Muhambo Shime kwa jina maarufu
tayari nimeshakuwa ni mkurugenzi wa Shime Online TV, lakini pia kwa watu ambao walikuwa wamenizoea nikiitwa Abu Maryam. Kwa hivyo inshallah ninawakaribisheni kuja kufanya ibada katika msikiti wetu. Kwa mtu ambaye atakuwa atavutiwa na mwendo wetu wa kiibada, anakaribishwa sana. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kuihusu Ramadhani, naye pia nimeona nitoe angalau aya moja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kwamba enyi ambao kwamba mlioamini, imefaradhishwa juu yenu funga kama ambavyo walifaradhishiwa waliopita kabla yenu. Lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kitu gani? Ni sisi kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo tumeletewa nafasi hii ya ucha Mungu ambayo iko wazi wazi. Ni matarajio yangu na yenu kwenu, kila mmoja ataupata ucha Mungu ndani ya Ramadhani, na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atudumishe ucha Mungu huo katika miezi mingine. Inshallah Mwenyezi Mungu atubariki sana. Nikiwa mkurugenzi wa Shime Online TV, ninawatakia maandalizi mema ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.